ndugu mgeni rasmi, mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya vijana Zanzibar, kaka yangu Mr. Shaibu Mohamed, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa taasisi ya pamoja Youth Initiative, mama yangu Bitatu, na mkurugenzi mtendaji wa pamoja Youth Initiative Rashid Mwinyi, wajumbe wengine wa bodi ya pamoja Youth Initiative, wafanyakazi wa pamoja Youth Initiative, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Natumai sote tumeamka vizuri na tuko salama kabisa. Awali ya yote kabisa nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kuamka salama na kuweza kukutana hapa asubuhi hii tukiwa wazima wa afya na nchi bado ikiwa imetulia, ina amani, na bado tunaweza kukusanyika na kuweza kujadili masuala mbalimbali ya kimaendeleo. Kwa niaba ya pamoja Youth Initiative pamoja na washirika wetu wakubwa EISA, Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, ninapenda kuwakaribisha washiriki nyote kwenye kongamano letu hili la mjadala baina ya vizazi katika kuangalia namna gani tunavyoweza kuendea uchaguzi kwa amani lakini ukiwa shirikishi, tukiwa tunalenga kujadili masuala mbalimbali yatakayotuwezesha sisi kwa pamoja kufikia kwenye uchaguzi huo. Mdahalo huu ni nafasi muhimu ya kusikiliza na kujifunza kutoka kwa vizazi tofauti, na tunatambua kuwa kila kizazi kina mchango wake wa kipekee katika kuendea uchaguzi huu kwa amani na kwa ushiriki uliotukuka na uliokamilika. Tunatumai kuwa leo hii katika kila mshiriki atatoa maoni na atashiriki kwa uwazi na atachangia kikamilifu katika kongamano hili na mada ambazo zitajadiliwa ili kuleta maendeleo endelevu na maendeleo tunayotaka kwenye chaguzi ambazo tunaziendea kesho kutwa tu hapo, na tunafahamu sote kwamba zimebaki siku chache kuelekea uchaguzi, lakini tunaendelea kusisitizana. Hapa tupo watu wa makundi tofauti, tuna vijana, tuna wazee, tuna vijana wa rika kwa maana ya wale wa umri wa kati zaidi ya miaka 35, tuna ndugu zetu wanahabari na wadau wengine. Tuna himizana na kushajihishana na kukumbushana kuchukua fursa hii na mambo haya ambayo tutayajadili siku ya leo na mengine ambayo tumepata kujadili na kujifunza kutoka maeneo mbalimbali, kuondoka nayo hapa na kuenda nayo kwenye jamii, kuendelea kuihamasisha jamii na wenzetu ambao hawakupata fursa ya kuwa hapa, kujiepusha na mambo yote na matukio yote ambayo yanaashiria kuleta uvunjifu wa amani tukiwa tunakwenda kwenye uchaguzi, na kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya lile jukumu la msingi la kuchagua viongozi sahihi watakao tuletea maendeleo kwenye nchi yetu bila kuleta vurugu za aina yoyote, kama vile mradi wetu unavyotuambia kwamba ni uchaguzi bila ya vurugu, na tunasema uchaguzi bila ya vurugu inawezekana. Baada ya hayo niwakaribishe sana na niwashukuru sana kwa mwitikio wenu. Tunafahamu kuna majukumu mengine mengi ambayo mmeyaacha huko, mmekuja kusikiliza wito huu na kujumuika nasi hapa siku ya leo. Niwakaribishe sana na asanteni sana kwa ushiriki wenu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni sana. Asalamu alaykum. Ndugu mgeni rasmi, mkurugenzi idara ya maendeleo ya vijana, Mr. Shaibu Mohamed, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya pamoja Youth Initiative, Madam Tatu Ali Timwa, wajumbe wa bodi ya pamoja Youth Initiative, wakuu wa taasisi mbalimbali za vijana, wawakilishi wa taasisi mbalimbali za vijana, wawakilishi kutoka vyama vya siasa, wawakilishi kutoka asasi za kidini, vijana, wanahabari, naona mwakilishi kutoka ofisi ya mrajisi
unaniangalia pia, naomba kutambua uwepo wako pia. Sende kaja kasema haujatambulika kwenye mkutano huu. Wageni waalikwa, lakini bila kusahau injini ya kufanikisha hili, staff wa Pamoja Youth Initiative. Itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu kuweza kutuamsha tukiwa wazima, lakini pia jambo la msingi kabisa tunaendelea kuwa na amani ndani ya nchi yetu ya Zanzibar na Tanzania kiujumla, kwa sababu ni tunu yetu. Lakini pili, nipende kuwashukuru nyote ambao mmeacha pilika zenu. Tunaelewa leo ni weekend, lakini mkasema hamna budi kuungana na taasisi ya Pamoja Youth Initiative na wadau wengine kuweza kufanikisha shughuli hii adhimu na muhimu sana. Tumeitana kwenye kujadiliana, tunaita intergenerational dialogue. Ni dialogue ya vizazi ama baina ya vijana na watu wazima. Lakini cha msingi na cha muhimu kabisa, nakumbuka tulikuwa hapa tarehe 16 mwezi huu, tulijadili kwa kina agenda ya amani kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kama vijana, nini tunahitaji tukione kwenye tunakoelekea kwenye uchaguzi. Lakini tunaelewa sote uchaguzi ni mchakato. Kuna kabla, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo majadiliano hayo yalikuwa yanalenga kwenye maeneo yote matatu. Na baada ya majadiliano yale, timu ya wataalamu ilikwenda ikachakata mazungumzo ambayo yamezungumzwa na makubaliano ambayo tulikubaliana ama maadhimio, tukayaweka kwenye document ama kabrasha ambalo leo hii tutaliwasilisha kuona je, kile ambacho kilizungumzwa ndicho ambacho kweli tulikizungumza, kuna kipi cha kuongeza, kipi cha kuboresha na kipi cha kupunguza, ili mwisho wa siku tunasema sauti yetu iweze kusikika na kuonekana, na yale ambayo tunayategemea kuwa nayo au kuyapata yamereflect kwenye hiyo document. Kwa hiyo itakuwa ni kazi yetu kubwa sana ya leo. Baadaye pia tutakuwa na mjadala mfupi wa baina ambao unalenga sasa kuwa na uchaguzi jumuishi na shirikishi ama peaceful elections, na inclusive and peaceful elections kwa vijana. Kwa majadiliano hayo kuna watu wazima ambao tunaita vijana wa zamani na vijana wa sasa ambao wanajiita Gen Z. Tutajadiliana kwa pamoja sisi tuna role gani kuelekea kwenye huo uchaguzi kama vijana na watu wazima kwenye uchaguzi ambao tunautaka. Tuna siku less than 4, yani siku zisizozidi 4. Leo ni tarehe 25, kutakuwa na uchaguzi kwa wale wanaopiga kura ya mapema tarehe 28, lakini pia tutakuwa na uchaguzi wa jumla jamaa tarehe 29. Kwa hiyo kama leo ni tarehe 25, manake baada ya siku 3 tutakuwa na tukio hilo la msingi kabisa. Naomba nitoe wito kwa vijana wote wajitokeze kwa wingi katika kwenda kuchagua viongozi wanaowataka. Lakini tuna imani kwamba mmekuwa mkifuatilia kampeni na kampeni hizo zitawatengezea nyinyi dira ya kwenda kuchagua kiongozi yupi sahihi kwenu kutokana na unachokiamini. Nimepewa kazi ya kumkaribisha mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya Pamoja Youth Initiative ili aweze kumkaribisha mgeni rasmi kutufungulia tukio letu hili adhimu. Lakini ninaombi kwa mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kama itakuridhi na itakupendeza, tunaomba ubakie baada ya kutufungulia ili uanze kupata picha halisi ya hiyo document. Baada ya presentations au baada ya kupata hiyo document, pengine unaweza ukaondoka. Ili niombe utaangalia ratiba yako inavyokuruhusu. Lakini pia
Document hii ni document kwa ajili ya tunaita ni advocacy document. Ni living document ambayo tumeitengeza si katika wakati sahihi sana, lakini tuna imani hatujachelewa kiasi hicho. Inawezekana isitumike kikamilifu katika mchakato huu wa uchaguzi wa mwaka 2025, lakini bado itaendelea kutumika kwa sababu tukizungumzia uchaguzi ni kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Lakini pia tunategemea kwamba tutaendelea kuwepo kwenye chaguzi nyingine. Kuna 2030, kuna 2035, lakini pia kuna chaguzi ndogo ndogo huwa zinatokea wakati itakapobidi, aidha kwa mgombea pengine kuondoka kwenye chama husika, chama kinatafuta mwakilishi ama kikatafuta mjumbe mwingine kwenye nafasi hiyo, lakini kuna kufa, kuna nariza nyingine kadha ambazo zimeainishwa kwenye sheria za uchaguzi. Kwa ile ya kwetu hapa ya mwaka 2018 ya sheria ya uchaguzi, kwa hiyo ziko zinajieleza. Kwa hiyo tunachopenda kukiona kwamba hii document iendelee kuwepo au iwepo, na tutakuwa tunai-review kila mwaka wa uchaguzi kwamba okay, 2025 vijana tuliazimia kuwa na uchaguzi au tulipenda kuona uchaguzi wa namna hii. 2030 tunapenda kuona uchaguzi wa namna ipi, kwa sababu tuna imani mambo yanakuwa ni hayo hayo, isipokuwa kunabadilika baadhi ya vitu. Kwa hiyo tutakuwa tunaiboresha kila uchaguzi unapofika. Lakini kama hiyo haitoshi, document hii hatutaki tu iishie kwenye level ya sisi vijana na sisi wadau ambao tumeitengeneza. Tunataka iakisi maono ya vijana katika level hii ya vijana, lakini katika level ya taifa. Na hatuwezi kufika katika level ya taifa hiyo kama kwanza hakutakuwa na endorsement ya serikali. Na wewe ndio baba yetu kwenye maendeleo ya vijana. Tunategemea kwamba taasisi ama Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo itaichukua kama ni dokumenti yake miongoni mwa dokumenti zake za kuendeleza maendeleo ya vijana. Tunaelewa sera ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2023 imesisitiza sana katika tamko lake namba 2 la utawala bora lakini na uzalendo, lakini katika tamko namba 9 la ushiriki na ushirikishwaji wa vijana. Yote haya yameakisi vizuri kwenye jambo hili. Kwa hiyo hii ni translation ama tafsiri ya matamko haya ya sera kiutekelezaji. Tunaelewa tulikuwa juzi Jambiani tunatekeleza Zanzibar Youth Development Strategy ambayo nayo pia imegusa kipengele cha governance na ushiriki na ushirikishwaji. Kwa hiyo hizi dokumenti zote zinakwenda kutafsiri utekelezaji wa sera ya maendeleo ya vijana ambayo imefanywa mapitio muda mchache tu nyuma, hapo miaka kama 2 hivi iliyopita. Kwa hiyo bado pamoja Youth Initiative kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tunaunga mkono jitihada za serikali katika kuhakikisha sasa vijana wanakuwa katika mstari wa mbele. Nakumbuka Mheshimiwa Rais katika hotuba yake ya ambayo aliitoa katika kuadhimisha siku ya vijana duniani mwaka 2024, alisema anapenda sana kufanya kazi na vijana na anapenda kuwaona vijana wakiwa katika ngazi mbalimbali za maamuzi. Na alisema kama vyama vyao vitawapitisha basi hataona shida kuwachagua kuwa katika baraza lake la mawaziri na nafasi nyingine mbalimbali. Kwa hiyo hizi zote ni jitihada za kufanya hivyo, na tunapenda kuona sasa vijana wana explore zaidi, wanakuwa na position zaidi, lakini ile welfare yao inaimarika zaidi. Kwa hayo machache, sijui kama ni machache au mingi, sasa naomba ni fanye ile kazi ambayo nimepewa nifanye. Hayo ilikuwa ni tunaita ni advocacy na utetezi, kupitisha ajenda zetu vijana katika wizara yetu ama idara yetu pia. Kwa hiyo naomba sasa kwa heshima na taadhima nimkaribishe mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya Pamoja Youth Initiative ili aseme chochote
na kumkaribisha mgeni rasmi kwa ajili ya kuhutubia hadhira hii na kutufungulia rasmi mdahalo wetu. Asante sana. Asante sana ndugu mgeni rasmi, mkurugenzi maendeleo vijana Mr. Shaibu Ibrahim Mohamed, mkurugenzi pamoja Youth Initiatives. Nimesikia pia tuna wataalamu wengi sana hapa, kwa hivyo wataalamu wetu wawakilishi kutoka taasisi mbalimbali, Secretariat ya pamoja Youth Initiatives, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Mimi kazi yangu ndogo tu nilipo hapa ni kumkaribisha mgeni rasmi ili aweze kutufungulia mdahalo wetu. Lakini nataka tu niongee, program manager wetu hapa ameongea Mr. Daudi, lakini pia mkurugenzi ameongezea hapo leo na wameshaongea mambo mengi kuhusiana na lengo hasa la mdahalo wetu. Labda mimi niongezee tu au nisisitize kuwa kazi kubwa tulifanya tarehe 16 na naona sura nyingi ndio zile zile za tarehe 16 ambapo tulikuja hapa tukajadiliana na tukaweka maazimio yetu. Kwa hivyo kitu ambacho kinakuja kuwasilisha leo tunatakiwa tukitilie umakini zaidi kuona zile issue zetu ambazo tuliziingiza zipo, na kama hazipo labda kuna mtu amekumbuka kitu kingine pia aweze kusema, kwa sababu kama alivyosema mkurugenzi, hii ni living document, ni advocacy tool pia ambayo tutaitumia si katika chaguzi hii tu ya mwaka 2025 lakini pia tutaitumia katika chaguzi nyingine. Kwa hivyo naomba tuzingatie hapo na tujazie ambapo pahala tunahisi pamepungua, ili dokumenti yetu hii maana kitu tumeambiwa inaenda mbali, tupeleke kitu ambacho kimeshiba na kina mashiko. Kwa hivyo vijana wa leo Gen Z na sisi vijana wa zamani tushirikiane tuone tunapeleka kitu ambacho kina mantiki. Kitu kingine ambacho ningependa kusema, tunaelekea kama wenzangu pia ameshasema, tunaelekea kwenye uchaguzi, na pia tarehe 16 tulizungumza issue za neutrality. Jamani, sisi ni watu wa asasi na waandishi, kwa hivyo na waandishi pia wana maadili yao, tufuate hayo maadili ili tuende kwenye uchaguzi ambao una usalama na amani. Sote tunataka amani. Baada ya hayo machache, ningependa kumkaribisha mgeni rasmi aje kutufungulia mdahalo wetu. Mr. Ibrahim, karibu sana. Asanteni sana. Assalamu alaikum. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mwenyekiti wa bodi ya Pamoja Youth Initiative, mkurugenzi wa Pamoja Youth Initiative, wajumbe wa bodi, watendaji mbalimbali kutoka taasisi za serikali, hususan nitambua uwepo wa mwakilishi wa Mrajis ndugu yangu Mwanaidi, watendaji pamoja na viongozi kutoka asasi za kiraia, naona wakurugenzi kutoka taasisi mbalimbali, lakini wawakilishi kutoka taasisi mbalimbali, natambua uwepo wenu. Lakini vile vile nitambue uwepo wa viongozi wetu wa kidini, waandishi wa habari, washiriki na waalikwa wenzangu, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Kwanza na mimi niungane na wenzangu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na uhai, lakini vile vile kwa kutujalia amani katika nchi yetu ambayo imetuwezesha kukaa hapa kwa utulivu tukajadili haya ambayo tunajadili. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo. Lakini pia nishukuru wenzetu wa Pamoja Youth Initiative kwa kuendelea kuliratibu swala hili. Kama alivyosema wenyewe, tangu tarehe 16 tupo hapa, tunakuja tumejadili mambo mbalimbali, lakini leo vile vile tumekutana tena katika kujadili masuala haya. Kwa hiyo tunashukuru sana mwenyekiti pamoja na timu yote na wakurugenzi pamoja na wataalamu wote wa Pamoja Youth Initiative na wale ambao walitushika mkono wenzetu wa ESA
tuwashukuru sana kwa hili, na naamini kwamba juhudi hizo zitazaa matunda, na ni moja kama mnavyosema wenyewe katika utekelezaji wa sera maendeleo ya vijana ambao ni sera serikali. Kwa hivyo hicho tunachokifanya maana yake tunaunga mkono juhudi za serikali. Lakini pia niwapongeze washiriki wote, kwa sababu Pamoja Youth Initiative imeandaa, lakini kuandaa kwao bila ushiriki wenu nyinyi ambao umeweza kuonesha jitihada zenu, michango yenu, mawazo yenu, lakini vile vile mmepoteza na muda mwingi hapa katika kujadiliana mambo haya na hatimaye mkaibuka na document hiyo. Kwa hivyo hatuna budi kutoa shukrani kwenu, kwa sababu tayari na nyinyi mmechangia mafanikio ya shughuli hii. Tunawashukuru sana kwa ushiriki wenu, lakini vile vile na kutenga muda kwa ajili ya kuweza kufanya jambo hili ambalo lina maslahi makubwa kwa vijana wetu, lakini pia na taifa letu. Niseme tu kwamba juzi nilikuwepo hapa na mengi tuliyazungumza, na natumai katika yale ambayo tuliyazungumza mengine tumeyafanyia kazi na mengine tumeweza kuyajadili na mengine bado tunaendelea kuyatafakari. Sasa leo mimi nichukue fursa hii sio kujadili au kurejea yale ambayo tayari nilikuwa nimeshazungumza. Naamini kuna wengine labda wachache walikuwa hawapo, lakini wengine walikuwepo kina Almasi. Leo mimi nichukue fursa hii kwa niaba ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kuipongeza sana Pamoja Youth Initiative, lakini vile vile na taasisi nyingine mbalimbali za vijana, ambapo kwa kipindi hichi chote tukiwa tupo katika harakati za uchaguzi wamechukua juhudi za maksudi, lakini vile vile wameweza kukaa na kuweza kuamua kuandaa program mbalimbali za kuimarisha amani na utulivu wa nchi yetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana Pamoja Youth Initiative, lakini na taasisi nyingine mbalimbali za vijana ambazo wamechukua jukumu hili. Tunawashukuru sana kwa hilo, na kufanya kazi hii maana yake ni wajibu wetu kama taasisi, kwa sababu taasisi za kiraia kama tulivyosema ni taasisi za kijamii, zinawakilisha jamii, na lengo kubwa la taasisi za kiraia zinapishana na taasisi zile za kisiasa, kwa sababu taasisi za kisiasa lengo kubwa anasema kwamba ni kushika dola. Lengo kubwa ni kushika dola, lakini taasisi za kiraia sio kushika dola, ni kusaidia maendeleo ya kijamii. Sasa maendeleo ya kijamii hayawezi kupatikana bila utulivu na amani katika nchi yetu. Kwa hiyo sisi ndio wawakilishi wa jamii, sisi ndio wawakilishi wa wananchi, na sisi ndio wasemaji wa wananchi. Kwa hivyo hichi kazi ambayo tunaifanya sasa hivi, maana yake tunaamini hakuna mwanajamii yoyote ambaye hataki amani, hataki utulivu, lakini vile vile hataki maendeleo. Na ndio kazi kubwa ambayo sisi kama asasi tunazifanya, kuhamasisha au kuimarisha maendeleo, lakini vile vile kuimarisha amani, kuimarisha utulivu wa nchi, kwa sababu hayo yote ndio yanachangia kuweza kupatikana maendeleo. Kwa hivyo taasisi za kisiasa tuziachie ziendelee na shughuli zake za kisiasa ili kuhakikisha kukaa katika madaraka au kushika dola. Lakini kwetu sisi kama asasi za kiraia bado tunatakiwa tulinde maslahi ya jamii, ambapo la kwanza katika maslahi ya jamii lazima upatikane utulivu na amani katika nchi yetu, kwa sababu njaa zinazidi kuwa kubwa iwapo kama amani haipatikani na utulivu haupo. Lakini hayo maendeleo ambayo tunataka yapatikane, ambapo asasi nyingi za kiraia tunajikita kwenye maendeleo, hayo maendeleo hayawezi kupatikana kama amani haijapatikana. Kwa hiyo niwashukuru sana wenzetu wa asasi za kiraia, hususan zile asasi za vijana, ambapo kwa wakati huu wameamua kujikita katika kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba tunaimarisha amani, tunaimarisha utulivu na kuweza kuepusha vurugu za uchaguzi. Kama nilivyosema juzi kwamba yani ingekuwa jambo la ajabu wale ambao wanaoguswa sana na athari za vurugu
na wale ambao wanaoguswa sana katika uvunjifu wa amani ambao ni vijana, basi asasi zake zimekaa kimya, hazifanyi kitu. Kwa hiyo maana yake kama vile tunabariki, kama vile tumefurahi, kama vile tunaridhika kuona vijana wenzetu wanaingia katika matatizo mbalimbali ya kisiasa. Na hii sio kwa Zanzibar, sio kwa Tanzania. Hata nchi nyingine ukiangalia sasa movement nyingi za vurugu na siasa zinafanyika kwa kutumiwa vijana. Sasa kama taasisi na asasi za vijana hatukuwa macho na tukakaa imara na kuweza kuwaongoza vijana wetu na kuweza kuwapa elimu wakaweza kujitambua nini wanafanya, basi vijana wetu wataangamia. Vijana wetu wataangamia, na wataangamia kwa maslahi ya watu. Kwa sababu kwa maslahi ya taifa lolote maslahi yake kwanza ni amani na utulivu. Mengine anafuata. Kwa sababu huwezi kujadili maendeleo, huwezi kujadili barabara wakati wa vurugu. Huwezi kujadili shule wakati wa vurugu. Hata hiyo shule ikijengwa ya ghorofa 10, kama kunakuwa na vurugu, wewe kijana wako utampeleka? Huwezi kumpeleka. Kwa hivyo swala la kwanza ni amani na utulivu katika nchi yetu. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana wenzetu wa Pamoja Youth Initiative. Nimeambia hapa mkurugenzi kwamba jana nimeanza kupokea message zile ambazo za kusisitiza kwamba wanasema kutunza amani ni wajibu wetu, si ndio? Ni wajibu wetu, lakini wanasema uchaguzi bila vurugu inawezekana. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimeona hizo message, ambapo ni kitu ambacho kwa mimi maisha yangu ambayo niliyoyaona, hii ni message ya kwanza kupokea katika kipindi cha uchaguzi, hasa zinazotoka kwa taasisi za vijana. Sikutegemea kwamba taasisi za vijana wanaweza kawa na capacity hiyo ya kutoa message kama zile ambazo zinazotolewa na TAKUKURU, si watu wale wengine polisi, rushwa na nini. Sasa hivi na sisi tumekuwa katika hatua kubwa sana katika hili. Na akaniambia hiyo just ni beginning, bado mambo yanaendelea. Kwa hiyo tunashukuru sana. Kwa tunashukuru sana katika hilo. Lakini pia niwashukuru wenzetu wa ofisi ya mrajisi. Nimeona mmefanya vikao mbalimbali kwa ajili ya kukutana na asasi za kiraia, kuweza kutoa mwongozo, kwa nasihi pamoja na kuwapatia ushauri mbalimbali katika kipindi hichi. Kwa sababu asasi za kiraia kwa ujumla nyinyi ndio mnazilea. Na maana yake kwamba mmetimiza wajibu wenu ule ambao unatakiwa tufanye. Kwa sababu hatuwezi kusubiri kosa bila kuweza kukaa na watu kuwapatia mwongozo, ushauri na maelekezo. Sasa nimeiona hicho kitu, maana yake tumefanya kitu kizuri, lakini vile vile tumehamasisha na tumewapa moyo pamoja na kuwapa baraka na kuweza kuwa support kufanya mambo kama haya. Kwa sababu naamini kama mwingelikuwa sio support zenu, basi na wao wasingeweza kufanikisha swala kama hili. Tungekuwa tunawabana sana wasifanye kitu, maana yake kipindi hichi wakae tu, basi isingeweza kufanya. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kupitia kwako Mwanaidi, tupelekee salamu kwa mrajisi. Tunampongeza sana kwa kazi hiyo. Aendelee kuzilea asasi na sizibane, lakini azilee asasi, aziongoze pamoja na kuwapatia mwongozo, hususan asasi za vijana. Asasi za vijana ni asasi ambazo zinahitaji malezi zaidi kwa sababu ni vijana. Na pale ambapo panapokuwa na changamoto zote, ofisi yetu sisi tuko tayari kushirikiana na ofisi yenu katika kuhakikisha kwamba tunazilea na kuzipatia mwongozo ili ziweze kufanya kazi vizuri. Tunawashukuru sana ofisi ya mrajisi. Lakini chingine tuangalie tu kwamba mkurugenzi hapa amesema kwamba kuna mambo ya kuyafanya kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Mpaka sasa hivi wanasema dalili njema huonekana asubuhi. Sasa hivi tunaingia kwenye uchaguzi wiki inayokuja. Lakini kwa kiasi inaonyesha hali ni nzuri katika nchi yetu. Na hii maana yake mpaka hapo tunajipongeza 50%. Bado 50% ni baada ya uchaguzi. Kwa hiyo tunajipongeza katika hatua hiyo, lakini tunaamini kwamba kwa kazi tulioifanya imeleta matunda. Lakini kuna shughuli kubwa ambayo wakati wa uchaguzi tunapofanya ili kupiga kura, lakini na baada. Mimi niseme tu kwamba tuendelee kutoa wito kwa vijana wetu
siku ya kwenda kupiga kura waende katika hali ile ile ya amani na utulivu, wasichukue silaha zozote, wasichukue vitu vyovyote ambavyo vinaashiria uvunjifu wa amani. Lakini vile vile baada ya kupiga kura maisha yaendelee. Hatuna haja kukaa vikundi, vigengi na nini na mambo mengine kama hayo. Maisha yaendelee na hatimaye tusubiri matokeo, na matokeo yakishapatikana basi tuendelee vile vile kushangilia katika hali ya amani na utulivu, bila ya kumkwaza mtu, bila ya kumuumiza mtu, wala bila ya kuvunja amani katika eneo lolote. Lakini vile vile tuangalie zaidi mustakabali wetu kama vijana. Tusizalilishane katika kipindi cha kushangilia, ikawa tunashangilia kwa kujidhalilisha au kwa kudhalilisha watu. Sasa ingine mtu anashangilia lakini yeye mwenyewe baada ile kushangilia anaona aibu hata kutoka mitaani. Kwa sababu mtu atakwambia mimi nashangilia lakini navua nguo zote mpaka lechenzani. Sasa hiyo hapo maana yake unakuwa umejisahau, wewe umeshangilia mpaka umejisahau wewe mwenyewe. Heshima yako, utu wako uko wapi? Sawa? Kwa hivyo lazima tunashangilia lakini bado wewe kama utu wako, heshima yako na thamani yako ibakie pale pale. Tusijisahau sana. Kwa hiyo tuendelee kulinda sheria zetu, tuendelee kulinda utamaduni wetu, heshima zetu, na tuweze kufanya vitu ambavyo vinaendana na ubinadamu na ustaarabu, lakini vile vile na utamaduni wa Kizanzibari. Kwa hiyo tunakuwa saa nyingine, unajua vijana tunaelewa mihemko ndio inatuongoza. Sheikh Masudi pale mara nyingi anaelimisha katika stadi za maisha, lakini bado mihemko iko mingi vijana wetu. Hasa ile mihemko inaondosha hata ile akili ya kutafakari kile unachokifanya. Hata maamuzi yako unafanya kihemko. Kwa sababu utakuta saa nyingine mtu anafanya kitu bila hata kumuelewa yuko vipi. Na kuna nyingine hata hajatumia kilevi chochote. Yeye mwenyewe tu mhemko na ni mkubwa zaidi kuliko hata hicho kilevi. Kwa hiyo tujitahidi tunapokwenda kushangilia, tuendelee kulinda utu wetu, heshima yetu, thamani yetu katika kushangilia kwetu. Lakini vile vile tusidhalilishane. Saa nyingine unafanya kitu unamdhalilisha mtu mwingine au jinsia nyingine. Lakini vile vile tusitumie vilevi. Ikawa labda wanasema ngoma bila kulewa utaichezaje? Hamna, unaweza ukaicheza na ukacheza vizuri zaidi kuliko hata uko hujalewa. Kwani watu wanacheza ngoma ngapi na hawajalewa? Wanacheza usiku na mchana. Si ndio Sheikh Almasi? Watu wanacheza na wanacheza sana na hatimaye hawajalewa. Kwa hivyo ni vitu ambavyo mimi nahisi kwamba tuhakikishe vijana wetu hawatumii vilevi, hawadhalilishani, wanalinda heshima yao, utu wao. Lakini vile vile kubwa zaidi manake hakuna mtu atakayekwenda kumbugudhi mtu au kumshambulia mtu au kufanya vurugu kwa mtu yoyote katika hili. Tukimaliza hapo, kama tutafanikiwa kuweka hapo, manake tutakuwa ile package nzima ya amani na utulivu tutakuwa tumeipata. Kwa hiyo bado tuna nafasi ya kuweza kushajishana na kuhamasishana, na naamini kwamba kwa kazi hii tunaifanya basi itaenda vizuri. Kuna maombi hapa yametolewa na Sheikh Rashid. Ili moja hili naona amenipiga pini kwa sababu huko ulikotoka hatujakubaliana hivyo. Amenichukua vizuri mpaka hapa. Kufika hapa ndo anabambikiza ile nyingine ananipiga pini. Kwa hiyo tumetoka huko bwana, wewe njoo lifungulie tumalize mambo yaendelee. Sasa kufika hapa anabakia mpaka presentation ya kwanza. Sasa hii amenipiga pini. Lakini basi isilobudi utendwa. Basi tutakuwa pamoja kwa ajili ya presentation ya kwanza. Kwa hiyo tumechukua, lakini hilo jingine la swala la kutumia muongozo huu kwa maendeleo ya vijana kwa ujumla, ikiwa kama ni miongoni mwa miongozo ambayo inaandaliwa na wizara yetu katika kuhakikisha kwamba maendeleo ya vijana yanapatikana katika shughuli mbalimbali, basi hilo tunalipokea na tutashirikiana pamoja kulifanyia kazi. Tuangalie kama muongozo wetu umekaa katika utaratibu zote ambazo zinakubalika kiserikali, na pale ambapo haujakaa vizuri tutarekebisha kwa mujibu wa mazingira yalivyo, hatimaye tutaweza kuutumia. Naamini kwamba kwa vichwa vilivyokuwa hapa muongozo uko vizuri na unaweza kutumika katika public. Ni kitu ambacho kwa hiyo nayo tunaipokea kama ambavyo
tulivyopokea hayo mengine na hili pia tumepokea, kwa sababu hata hiyo strategic plan ambayo tunazungumzia sasa hivi ya Zanzibar, maana yake chimbuko lake limeanzia kwa Pamoja Youth Initiative. Wao wamekuja na kitu, wamechokoza, na hatimaye serikali sasa hivi inaandaa mpango mkubwa wa mkakati wa maendeleo ya vijana ambao utakuwa kitaifa, lakini baseline maana yake imetoka kwenye Pamoja Youth Initiative. Kwa hivyo na hili naamini litafanyika na litafanywa kazi kwa mustakabali wa maendeleo ya vijana wa Zanzibar. Basi nafikiria kwa sababu kuna presentation hapo na tunatakiwa tutumie muda kwa ajili ya presentation, mimi nichukue fursa hii tu kuwatakia vijana wote wa Zanzibar uchaguzi mwema, uchaguzi wa amani, uchaguzi wa utulivu ambao utakuwa hauna vurugu, lakini niwatakie kila laheri na Mungu atubariki sote na hatimaye tuvuke kwa amani na usalama, na Zanzibar tuweze kuendelea na shughuli zetu za maendeleo bila ya vurugu. Asante sana. Mungu awabariki sana.